Leo nimewaita ofisini kwangu hapa kwa kuongelea swala zima la ulinzi, hasa tunapoelekea kwenye mwezi wa 12. Kama tulivyosikia kuna watu wanajiandaa kuandamana 9 Disemba, na mimi nimeona ni vema nijaribu kutoa elimu katika eneo la ulinzi, hasa wa vituo vya mafuta pamoja na magari ya kusafirishia mafuta. Ndugu mtangazaji, hao wenzetu wanatumia sana mafuta kwenye kuchoma majengo pamoja na kuharibu miundombinu. Sasa tumeona ni vema tupate muda tuweze kuongea na wasafirishaji wa mafuta pamoja na vituo vya mafuta. Kwanza ni kuambia wenzetu wenye vituo vya kuuzia mafuta wahakikishe vituo vyote vya mafuta vina ulinzi wa askari wenye silaha. Lakini pia vituo vya mafuta ni vema wakafunga CCTV kwa ajili ya kuweza kuwatambua kama kuna watu wataenda kufanya uharibifu, tuweze kuwatambua na kufanya ufuatiliaji. Lakini pia wamiliki na wauzaji wa mafuta, wamiliki wa vituo vya mafuta na wauzaji, tunawashauri kwa kipindi hiki ambako tunaelekea kwenye hiyo 9 Disemba yao pamoja na mambo mengine, basi wasiwauzie mafuta mengi bodaboda pamoja na bajaji. Wauze mafuta kidogo, yasizidi lita 2. Yasizidi lita 2. Kwa sababu unapowauzia mafuta mengi ni kuwawezesha kufanya movement za kutoka point A kwenda point B na kuendelea kufanya uharibifu. Kwa hiyo mafuta yanapokuwa mengi ni kama yanahamasisha, yanawapa nguvu ya kuweza kusafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine hawa waharibifu. Kwa hiyo upande wa vituo vya mafuta tunajaribu watuelewe, tunajaribu kuwaelimisha watuelewe, kwa sababu wao